sana. Binadamu siwezi kusema nimekamilika na makosa, ila makosa yangu ukinipima na mazuri na mfanyia mtu, yani ni way tofauti kabisa. Kwa hiyo uliwahi kufanya nao kazi na kuthibitishia, ukimwona mtu ameenda kuongea kitu negative kuhusiana na mimi, labda tu ana mkakati fulani, lakini moyoni mwake hawezi kuwa nako. Yani yeye moyoni mwake yeye ukimpekenyua hapa mtu hawezi. Mimi naishi na watu vizuri sana. Binadamu siwezi kusema nimekamilika na makosa, ila makosa yangu ukinipima na mazuri na mfanyia mtu, yani ni way tofauti kabisa. Kwa hiyo uliwahi kufanya nao kazi na kuthibitishia, ukimwona mtu ameenda kuongea kitu negative kuhusiana na mimi, labda tu ana mkakati fulani, lakini moyoni mwake hawezi kuwa nako. Yani yeye moyoni mwake yeye ukimpekenyua hapa mtu hawezi. Mimi naishi na watu vizuri sana. Binadamu siwezi kusema nimekamilika na makosa, ila makosa yangu ukinipima na mazuri na mfanyia mtu, yani ni way tofauti kabisa. Kwa hiyo uliwahi kufanya nao kazi na kuthibitishia, ukimwona mtu ameenda kuongea kitu negative kuhusiana na mimi, labda tu ana Imetafsiriwa kama kuna tofauti kati ya Diamond na Davido kwa sababu ya hichi ambacho kimetokea weekend hii, kutokana na kile ambacho Davido amekifanya hapa nchini Tanzania, lakini pia kuchukuliwa tofauti katika engo labda za ushirikiano katika watu hao wawili. Ikumbukwe tu kwamba Davido alikuwa na show hapa nchini Tanzania, na moja kati ya watu ambao walibidi wawe mstari wa mbele kuweza kumpokea Davido na pengine kumsurprise ama kumpa support na vitu vingine alikuwa ni Diamond Platnumz. Na ikumbukwe tu kwamba watu wawili hawa walishawahi kufanya ngoma inaitwa Number One Remix ambayo iliweza kufanya vizuri na kumtambulisha pia Diamond kwenye anga za kimataifa. Ikumbukwe tu kwamba wasanii wa Bongo sasa hivi hawafanyi show hapa nchini Tanzania kutokana na changamoto zilizotokea, lakini na I hope watakuja kufanya kwa sababu mambo yanaendelea kutulia na nini, attention inaendelea kurudi mdogo mdogo na vitu vingine kama hivyo. Juskati hapa Kayumba aliweza kufanya jambo lake la uzinduzi wa EP, lakini ulienda vizuri na mastaa wengi waliohudhuria and all. Kwa hiyo hali inaendelea kutulia. Swali ni kwamba kwa nini Diamond hakuweza kushirikiana na Davido kwenye issue ile ambayo imetokea pale visiwani Zanzibar. Ni Zanzibar ni wapi? Hakuweza kuonekana labda kumpokea au labda kuonekana naye na vingine kama hivyo, lakini wanazengo wengine wanadai kwamba inawezekana Diamond hakuhudhuria kwenye show ya Davido, lakini very soon wanaweza kuonekana pamoja kwa sababu Davido bado yupo nchini Tanzania. Kwa hiyo inawezekana labda kuna jambo ambalo amejaribu kulitengeneza, kwa sababu sio uhusiano ambao tunauzoea wa Diamond na Davido. Aliwahi pia kumsurprise huko nje ya nchi kwa South Africa, ni wapi alienda kufanya show Davido na Diamond akamsurprise, wakaweza kuimba pamoja na ngoma Number One na watu walivibe. Kwa hiyo issue ya Davido na Diamond unaweza ukasema kama ni create attention na vitu vingine kama hivyo, lakini pia kwenye issue ya brand na kama unavyofahamu kwamba Bongo hakuna jambo dogo, umeona ili uende kwenye sehemu husika unatakiwa upate chochote kitu, pesa na nini na vitu vingine. Huenda labda waandaji wa show hiyo hawakumpa nafasi ya kuwa special appearance kwa kama surprise na nini, nafasi hiyo Diamond